Asante sana prophet, bishops mulio mahali hapa, uongozi wote wa kanisa na pia washirika nyote. Nataka kuwasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si uinua mkono tu na useme amen kama uko hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana ni mwema, ni mwaminifu. Kabla sijawaita prophet watusalimia alafu tuendelee kutoka hapo, Bwana ananihimiza tu neno iliyo katika kitabu cha Hagai kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 9, na naomba prophet unisomee na tumalizie na Hagai 2 mstari wa 9. Hagai 1 chapter 1 verse 1 to 9. Thank you. Katika mwaka wa pili wa utawala wa mfalme Dario wa Uajemi, katika siku ya kwanza ya mwezi wa 6, neno la Bwana lilikuja kupitia kwa nabii Hagai kwenda Zerubabel mwana wa Shealtiel mtawala wa Yuda, na kwa kuhani mkuu Yoshua mwana wa Sadaki. Hivi ndivyo number 2, hivi ndivyo asemavyo Bwana mwenye nguvu zote, hawa watu husema wakati hujawadia wa kujenga nyumba ya Bwana. Number 3, kisha neno la Bwana likaja kupitia kwa nabii Hagai. Number 4, je, ni wakati wenu wa kuishi katika nyumba zenu zilizojengwa vizuri, wakati hii nyumba ikibaki gofu? Number 5, sasa hili ndilo asemalo Bwana mwenye nguvu zote, zitafakarini vyema njia zenu. Number 6, mmepanda vingi lakini mmevuna haba. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamtosheki, mnavaa nguo lakini hamsikii joto. Mtapata mishahara lakini itatoweka kama imewekwa kwenye mfuko uliotoboka toboka. Number 7. Yeah. Number 7, hii ndio asemalo Bwana mwenye nguvu zote, zitafakarini vyema njia zenu zote, njia zenu. Number 8, pandeni mlimani mkalete miti na kujenga nyumba, ili nipate kuifurahia nikitukuzwe ama nikutukuzwe. Number 9. Number 9. Yes. Mlitarajia mengi, kumbe yametokea kidogo. Ulicholeta nyumbani nilikipeperusha kwa nini? Asema Bwana mwenye nguvu zote. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayobaki katika hali ya magofu. Katika kila mmoja wenu anajishughulisha na nyumba yake mwenyewe. Hagai 2:9. Hagai 2 verse 9. Utukufu wa nyumba hii ya sasa utakuwa mkubwa, oh haleluya, kuliko utukufu wa ile nyumba ya mwanzoni, asema Bwana mwenye nguvu zote. Haleluya. Kama tunataka kuona utukufu wa Bwana ambao utakuwa mkuu kuliko utukufu mnaoona hapa, lazima tujenge nyumba la Bwana. Lazima tujengee Bwana nyumba lake, na tukisha mjengea, basi tutaona utukufu ambao utakuwa mkuu kuliko utukufu mnaoona sasa. Bwana anauliza, ni wakati wetu kuishi kwa nyumba zetu ambao tumepamba, tumerembesha, na hali nyumba yake inakaa jinsi ilivyo. Na hii nyumba haitajengwa, Bwana atalete watu kutoka nje ndio, lakini nyinyi mulio hapa, Bwana anawategemea. Bwana anawategemea. Bwana asifiwe. Najua unajiuliza, sasa senator anatuambia nini? Sasa si senator anaongea, Saa hii ni prophetess anaongea. Yes. Na prophetess
authority ya Mungu. Nimetembea na Mungu, prophet wa Mungu. Nimetembea na Mungu. Uishaona mtu anafanya siasa bila pesa? Uishaona mtu anafanya siasa bila gari? Ni huyu hapa. Hallelujah. Huyu hapa alifanya siasa bila pesa, bila gari. Oh yes. Na nikazunguka Machakos na nikachaguliwa. Ni mara yangu ya pili kuchaguliwa kama senator. Na mara ya tatu ninakuja. Oh yes. Amen. Hallelujah. Na mara ya tatu nafanya nini? Hallelujah. Prophet, 38M is like a drop in the ocean to God. Yes. Hallelujah. It's like a drop in the ocean. A drop. Hizi pesa kwa Mungu wetu. Na Mungu ata provide. Because he's a provider. And he will provide through me, through you, through everyone else. Yes. Maana Mungu atatoka mbinguni. Atatoka mbinguni kuleta pesa. Atatutumia sisi. Na tukimuitisha ako nazo. Ataachilia. Hallelujah. Mimi najua unajiuliza, na huyu mama yeye anajua ile shida mimi niko nayo. Nikupe ushuhuda. Nikupatia ushuhuda. Sema. Labda ushuhuda wangu utakutia moyo. Ushuhuda wangu unasema hivi. Kuna siku kuna kijana alikuwa anaoa na harusi. Na akaangalia gari nilikuwa naendesha ya Pajero, akajua hii gari ndio itabeba mama harusi wangu. Na akaniambia hiyo gari iende Jumamosi ikabebe maharusi. Na nikamwambia sawa, nitaiachilia. Na hiyo Jumamosi sikuwa na pesa ya petroli. Usiniulize nilikuwaje na Pajero na huku sina petroli. Bwana asifiwe. Amina. Friday nikaenda kwa Kibeti. Nikachokora vibeti, prophet. Nikachokora vyote. Nione kama nilibakisha hata angalau 500 mahali. Nikachokora nikakosa. Nikaambia Mungu asante. Kama ni pesa ya petroli tu unaninyima, na sitaki kwenda shughuli zangu, natuma hii gari kwa kazi yako. Bwana ni asante. Na nikalala. Nikaamuka asubuhi na mapema. Nikaenda kwa zile vibeti tena. Nikachukua kibeti. Kibeti ya kwanza nilioinua hivi, nikafungua mifuko. Nikapata 1000 mpya kutoka mbinguni. Bwana anaachilia hata kutoka mbinguni. Ni sisi tu atuamini. Ni sisi tu tumepungukiwa na imani. Anasema kama tuko na imani ndogo kama tembe ya haridari, tutahamisha milima. Hii mulima, hii kanisa yame, kanisa ingine mpya ije katika jina la Yesu. Hallelujah. Hii mulima ihame, ingine mpya ikuje. Oh yes. Amen. Na ndio mstari huo wa pili. Huo ndio nataka kumalizia nao. Hagai 2:9. Hebu nisome. Hiyo yako ya Kiswahili inaingia vizuri. Hagai 2:9. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're worthy, Jesus. Asante. Nasoma Hagai 2 verse 9. Utukufu wa nyumba hii ya sasa utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa ile nyumba ya mwanzoni, asema Bwana mwenye nguvu zote. From this altar, I prophesy in the name of Jesus, the glory of the latter church will be greater than this first church. The glory of the latter church will be greater. Yes. Hiyo ndio swali ambalo naona wanawadanganya. Alafu mko nje mnasema nani alikataa? Jioni wako State House. Jehova tukuzwe. Nasema hivi, injili na serikali huwa vinaenda pamoja.
wana uwezo wa kuingia, wana uwezo wa kutoka. Jehova tukuzwe. Na mahali pazuri penye Mungu anaweza sikia viongozi hawa ni kanisani, sio nje. Alafu akitoka kanisani wanatoka na ile neema sasa ya kuambia watu nje, ili ya kwamba watawatenda 1 2 3 4. Nilisema kwa jina la Yesu Kristo, na narudia kusema na nazidi kusema, atakayefunga kizazi. Your group totaling of 280,000, ambapo mimi na hao tulikuwa tunatuma kwa account. Hatungeweza kubeba pesa zikuja hapa tuonyeshe fedha. Number 2, kuna watu ambapo kama ushirika wa Harriet, nimeona ametuma kwa account 20,000. Piga makofi jamani. Hiyo ni ushirika wa 56. Kwa hivyo tunataka tuende kwa haraka. Unajua tuwe tuna moyo, tufanye jambo kwa moyo. Ulisikia mtumishi wa Mungu anasemaje? Yaani ya kwamba aliye na moyo unaficha nini? Toa mara moja, ni Mungu alikupa. Hata Yesu alimtoa mwanawe mara moja, hakutoa kidole ndiye atoe mguu, ndiye atoe kichwa, ndiye alitoa akiwa complete. Mimi nimetoa. Jehova tukuzwe. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu awezaye, kwa ishara hii tunahitaji 50 million. Our target ni 50 kwenda, yani 50 kwanza. Tukipata hiyo Mungu atakuwa amesaidia sana Eden, si Asheri, Eden. Na watoto na vizazi na watu watakao kuwa pale. Kwa hivyo Yesu ni mwaminifu, atendaye mema, na